Miongoni mwa story ambayo na make headline sasa hivi katika mitandao ya kijamii ni Mange Kimambi kufunguka kuhusu yeye kufanya surgery kabla ya huu mwaka hujaisha. Sasa Mange Kimambi jana kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kuja katika upande wake wa posti katika mtandao wake wa Instagram na akaandika kwanza akaandika kwamba acheni kubul watu sio vizuri. Alafu akaja chini kwenye upande wa caption na akaandika kwamba hivi mnataka tusio kuwa na makalio makubwa tusijiposti ama mnataka tuishije? Akaika na alama za kuuliza. Akaendelea kwa kusema kwamba mpaka tukafanye surgery ndo mfurahi. Haki mnanipa stress mno mpaka naanza kuangalia but I am plant sababu sina fatiwai kufanya BBL, mambo ya science yao na biology. Akaendelea kwa kusema kwamba huu mwaka kabla haujaisha lazima na mimi niwe na kalio. Hizi dharau sizitaki tena, nasema nimechoka dharau kisa tu makalio. Sasa baada ya Mange Kimambi kuandika tu hivyo katika mtandao wake wa Instagram, mambo yakabadilika katika mtandao wa kijamii kote. Kila ukipita story ni Mange Kimambi kwenda kufanya surgery. Sasa baada ya kuandika hivyo katika mtandao wake wa Instagram na kuposti, akaja pale chini Hamisa Mobeto akawa wa kwanza kabisa kukomenti kinafiki. Kawa amecheka sana mpaka na akaeka emoji za kucheka mpaka machozi na akaandika kwamba basi ukiposti usiwe unaonyesha upande wa nyuma. Sasa watu wengi wakawa wamekuja katika upande wa comment, wakawa wapo ambao walikuwa wanamsema Mange Kimambi kwenda kufanya surgery atakuwa amejaribia, kwa sababu watu wengi washamzoea Mange Kimambi yeye na shape yake the way jinsi alivyo. Sasa akienda kufanya surgery kuna vitu ambavyo atavibadilisha na watu watashindwa kumuelewa, na wengine wakawa wanakubali kwa Mange Kimambi kufanya surgery, yani wakawa wameona sawa. Sasa baada ya Mange Kimambi kuona comment zimekuwa nyingi na nyingi ambazo zinamponda na zingine ambazo zinamunga mkono kwa swala la yeye kwenda kufanya surgery, Mange Kimambi akaanza leo hii akaja katika tena mtandao wake wa Instagram na kufunguka mengi kuhusu swala la yeye kwenda kufanya surgery na sababu ambazo zinampelekea yeye kufanya surgery. Sasa kabla sija kuplayia hii clip ya Mange Kimambi ambayo amefunguka mengi sana kuhusu swala zima la yeye kufanya surgery, unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love na wewe kama mwanafamilia wa Bongoist. The way ambavyo una feel na unamuona Mange Kimambi akienda kufanya surgery atakuwaje? Sababu wengi tunaifahamu shape ya Mange Kimambi ilivyo, na miongoni mwa comment nyingi ambazo zinazungumziwa kuhusu shape ya kuhusu Mange Kimambi ni pamoja na shape yake na umbea wake katika mitandao ya kijamii. Sasa unaweza kushusha comment yako hapo chini, the way ambavyo una feel kwamba Mange Kimambi akifanya surgery itakuwa ni sahihi ama si sahihi, ama atapendeza au atopendeza. Unaweza kushusha comment yako hapo chini, sita show love na wewe kama mwanafamilia wa Bongoist. Ila kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili uwe kwanza kupata update ya yote ambayo yanajiri katika masuala mazima ya mitandao ya kijamii, hususan katika masuala mazima ya entertainment story, na mimi niko hapa kukufikishia kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii. Can call me Ramiri Mange Kimambi, huyu hapa. Yani I'm happy. I will never ever get surgery. I will always be proud. Always be proud. Yani hiyo surgery no. Hizo sio pigo zangu kabisa. Yani mimi I'm happy. Yani hizo surgeries really will never happen. Yani haipo. Alafu sasa mimi ningetaka kuwa na hayo makalio hayo, hizo shepu zao. Kuna deki ningewakalisha wote chini. Wote ningewakalisha. Yaani hakuna angenipata. Unajua ningefanya nini? Kwanza ningeacha madati yangu. Ningekula nenepe baada hapo. Ningeibukia South America. Maana kule ndio professionals sasa wa hayo kutengeneza hayo makalio hizo shepu. Yaani Uturuki tu kitu gani? Shuka kule Dominican Republic. Kule ndo wanajua hizo issue. Yaani ningeshuka hapo kitu yani bala. Sasa tatizo ni moja. Haya, ningekuja hapo na hilo lishepu. Then nyie huko mwanze kunisifia kwenye comment. Dada siku hizi unataka huku kwenye real life nacho. Huku kwenye real life nitadoda. Itabidi ndio sasa nianze sasa kutafuta wanaume wa Nigeria
nianze kuwatafuta wanaume wa Kitanzania huku Marekani wako wapi, alafu wengi wao wabeba boksi. Haya, nianze kuanga mara nijikute inabidi nilie mwanaume mara yani ningedoda, yani nikudoda. Alafu huko kwenye mitandao ndo nasifiwa. Lakini real life nimedoda. Hapana. Bora hivi. Kwenye mitandao ni chambua sina shepu, lakini kwenye real life na enjoy. Hivyo. Sasa sikilizeni. Anyway, kwa wale ambao mlidhani nilikuwa serious jana, ngojeni niwaambie kitu. Jamani, mimi ningesema niwasikilize wa Tanzania na comments zao. Mpaka leo dakika hii ningekuwa nishafanya surgery from head to toe. Kuanzia utosini mpaka kwenye unyayo ningekuwa nimefanya surgery ili niwafurahishe Tanzania. Mimi wa Tanzania miaka yote. Mange miguu mibaya. Mange huna tako. Mange sura mbaya. Mange nywele. Yaani wewe ningesikiza wa Tanzania ningekuwa nishafanya surgery nyingi, nimemzidi Zari. Yaani ningekuwa nimewazidi watu wote kwa surgery ili nifurahishe wa Tanzania kwenye comments. But no, I have high self-esteem. I love myself. Yani ndio mwili ambao mimi mwenyewe kwanza sina upendo. So wataongea kama uvuongea hizi nywele. Sasa hivi miaka mingapi wanatukana kuzungumza? Miaka sio 7. Na azinipi shida. Jamani, don't live your life kwa ajili ya watu kwenye mitandao. Okay? Anyway, achana na watu. Yaani wewe ukidili na watu kwenye mitandao, ukiwafuatiliza ndugu yangu, utafanya surgery wewe. Utafanya surgery mpaka kwenye kucha. Hebu achana na watu. Believe in yourself. Kama dada yenu wa taifa hapa, mimi sitokaa niweke tako, sitokaa. Yaani mimi ndo nitakufa hivi. Labda nije tu kunenepa kikawaida, uzee uje, dash nishinde, ninenepeane tena kama zamani, kama nilipokuwa zamani, labda. Ila sio eti niende kwa dokta niweke tako kisa nije kisa comment za Insta. No way. No way. Hapana. Hiyo haipo ndugu zangu. Haipo. Okay? Hai. Tutageuka nyuma. Hata kama hatuna makalio, tutajiposti na nyuma tutageuka. I say. Hivi mnajua kuna watu wamechukulia very serious ile post yangu ya jana. That I said acheni kubuli watu ambao hawana makalio. Yaani watu wanaandika kabisa DMs nini, kweli dada Mange hata mimi bora tu nikafanya hiyo surgery because napata shida huko mtaani. Hata mimi boyfriend wangu sio kaniacha kwa sababu ya msichana na makalio, bora tu na mimi. I'm joking jamani. Do not be discouraged please.